Mapepo wabaya ni chanzo cha pili cha matatizo mbalimbali katika miili ya watu. Wanaweza kuingia katika miili ya watu na kujigeuza kuwa magonjwa. Pepo anaweza akaingia katika mwili wa mtu akajigeuza kuwa pressure, akajigeuza kuwa kifafa, akajigeuza kuwa bubu, akajigeuza kuwa kiziwi, akajigeuza tumbo linalokata chini ya kitovu, akajigeuza mgongo uliovimba hivi mpaka ukawa na kibiongo, akajigeuza mguu uliopindana ukawa kiwete. Kumbe ni pepo. Pepo anaweza akaingia katika maisha ya mtu, mtu akawa mvivu na akawa hataki ibada kabisa, ukafikiri ni yeye hataki ibada, kumbe ni pepo yuko ndani. Pepo anaweza akaingia ndani ya maisha ya mtu, ukamwona mtu ana hasira, ni mkali, haambiliki, hashauriki, hageuziki, ukafikiri ni yeye, kumbe ni pepo. Sasa limeingia ndani yake, limekuwa macho kwa macho, mdomo kwa mdomo, mikono kwa mikono, miguu kwa miguu, ulimi kwa ulimi. Kwa hiyo akiongea yule mtu unafikiri ni yeye, kumbe ni pepo anaongea kupitia ulimi wake na anakukodolea macho kupitia macho yake. Pepo anaweza akaingia katika maisha ya mtu, mtu akaparalyze. Kwa sababu kuna mapepo yakiingia unapooza. Kuna mapepo yakiingia kwenye maisha ya mtu unachoka kupita kawaida. Yaani unachoka. Kumbe kuna kitu kimekaa pale. Wakati mwingine pepo akikuingia unaweza ukashangaa, unawaza vitu vibaya tu, halafu unafikiri ni wewe, kumbe ni pepo yuko anawaza. Sema kwa jina la Yesu, pepo yeyote anayesababisha madhara kwenye mwili wangu na mkataa kwa jina la Yesu aliye hai.